Ibada hii ya iftar ni kweli huwa tunafanya kila mwaka, lakini mwaka huu ibada yetu iwe ni ya tofauti kwa sababu ya jambo kubwa lililo mbele yetu, jambo la uchaguzi. Sasa nafahamu yako mazingira ambayo sisi tulioko humu ndani tunavyo vyama tuvipendavyo kwa mioyo yetu, vyama vya siasa tuvipendavyo, na tunaruhusiwa, nchi yetu ina uhuru kabisa. Lakini mwaka huu ni wa tofauti kwa sababu mgombea wa urais ambaye naamini anatuweka sisi waumini katika sehemu nzuri, sisi wa Tanzania katika sehemu nzuri, ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ni waombe waumini wenzangu, tumuombee Dr. Samia aweze kuwa na afya njema. Mwenyezi Mungu amjalie inshallah tufike Oktoba akiwa na afya njema, na inshallah Mwenyezi Mungu amjalie awe rais wetu wa nchi. Takbir. Sasa lingine ni sisi wengine huku. Sisi wengine tuombeeni tu kwa maombi yale ya jumla. Sasa kwa hapa Mbeya mjini tutapambana kwa mtaani saa ya hesabu, ila nako sina wasiwasi kwa yale yaliyofanyika hapa Mbeya mjini. Awali yote nitoe shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Spika wetu, kwa sababu anafanya jambo hili kwa moja, unaona kwamba ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wake, kwa sababu si jambo ambalo analifanya kwa kubahatisha. Jambo hili analifanya kila mwaka. Anafanya jambo ambalo pamoja na kwamba linagusa mwezi wa kufunga wa Waislamu, mwezi wa Ramadhani, na linagusa futari ambayo ni ibada ya kufungulia saumu, lakini ni kiunganishi cha wanambeya. Hapa tupo tumekusanyika, Waislamu, wasiokuwa Waislamu na watu wengine tofauti, tupo kwa pamoja, na ni kitu ambacho kinatuunganisha kila mwaka. Amezungumza chifu hapa namna gani jambo hili linavyokuwa na uzuri. Kwa hivyo nimpongeze sana Mheshimiwa Spika wetu kwa hili analolifanya, na kwa hili analolifanya pamoja na mengine ambayo ndugu yetu, dada yetu, kiongozi wetu anayefanya, tukiyashuhudia kushiriki kwake kwa karibu sana katika furaha na huzuni katika mambo yetu wanambeya. Ni mambo makubwa sana, ni mambo ambayo yanatoa ishara ya kwamba ni kiongozi wa aina yake, yanatoa ishara kwamba yeye ni tunu yetu ya Mbeya. Sasa ndugu zangu, kama hali ni hiyo, basi tusipoteze tunu yetu. Mheshimiwa ni tunu yetu, na tunu siku zote ni kitu cha thamani kubwa, na tunu inatakiwa kulindwa. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Umetufuturisha watu wengi sana. Ni juzi tu umetoa sadaka kubwa sana ya kutoa bima 9,000. Umeponya watu wengi sana kwa namna ambavyo umeweza kutoa bima hizo. Niseme nini mbele za Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo unajitoa. Wale ambao hawajiwezi unawafuata maeneo mbalimbali, unawajengea nyumba kwa gharama kubwa sana, unaonyesha upendo. Kazi mbalimbali umekuwa ukifanya ndani ya Mbeya jiji na ndani ya mkoa mzima wa Mbeya, lakini bado unavuka mpaka mikoa mingine. Kwa kweli wewe ni kiongozi wa mfano. Mwenyezi Mungu asikupungukie. Tumepitisha bajeti yetu ya mwaka 2025-26 zaidi ya bilioni 478 kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa na bajeti yetu imepita kwa kishindo pale kwenye kamati ya kudumu ya Bunge. Kwa kweli tujipigie makofi mengi sana. Lakini jambo la pili, tumefanikiwa kupata jengo la ofisi la mkurugenzi hapa Mbeya mjini. Zaidi ya bilioni kadhaa tunakuja kujenga jengo la kimataifa la utawala la hapa jijini Mbeya. Hapo vipi? Na jengo hilo tayari wizara imetuelekeza linaenda kujengwa Uyole. Tumeelewana? Walionielewa nyosha mikono juu. Uyole oye! Uyole safi! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.